Katika eneo hili la Tanga nyumba karibia 16 zimepata shida ya kuezuliwa na nyingine kuanguka, lakini kule Masigira nako nimeambiwa nyumba karibia 30 zimepata kadhia hiyo, lakini pia Senengura nako nimeambiwa nyumba 4 zimepata shida hiyo. Jumla ya nyumba ni 50. Lakini pia majeruhi nimeambiwa hapa Tanga wako 2, kuna ambao wamepata shida kwenye vidole na miili, lakini kule Masigira nao wako 4. Kwa hiyo taarifa ya tukio hili ni yenye kutia taharuki, na kwa mkoa wetu ni muendelezo wa matukio yanayofanana. Kwa hiyo kupitia kikao hiki nielekeze kamati ya maafa ngazi ya wilaya ikae itathmini, na yale ambayo itaona yako juu ya uwezo wa kamati ya wilaya basi watuletee kwa haraka, na kwa vile tumekwisha kuona basi na sisi tutaenda kukaa kama kamati ya mkoa tuone ni namna gani tunavyoweza kushirikiana nanyi katika tukio hili. Kwa hiyo tunapojenga, niombe tuzingatie kuhakikisha tunajenga kwa kuweka ring beam, lakini pia tunashikilia paa na nyumba kwa mabati au kwa waya zile wanaita coils ambazo upepo unaweza kuhimili kidogo. Lakini pia kati ya bati na nyumba tusiache mianya ambayo upepo unaweza ukapitia pale. Lakini lingine kubwa ni uharibifu sasa wa mazingira unaotokana na kukata miti. Kwa hiyo tujitahidi katika kupanda miti, tujitahidi kutokuikata ile iliyopo. Kwa hiyo wananchi ambao nyumba zao zina nafuu waendelee kuwahifadhi wenzao katika kipindi hiki ambacho mnajipanga kurejesha hali ya majumba yenu nyinyi wenyewe, lakini kwa usaidizi pia wa serikali. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tupo pamoja na serikali, pamoja na wananchi mliopata athari hizi. Tunatoa pole sana kwenu kwa hali hii iliyowafikia, na hasa katika kipindi hiki kigumu cha masika. Kwa hiyo jitihada naamini za haraka inatakiwa zifanyike ili kuwanusuru hizi familia ziweze kuishi na kurejea katika hali yake ya kawaida. Mimi mwenyewe vipande vya tofali vikanigonga hapa, kanigonga hapa, kanigonga hapa na hapa. Nyumba ikawa tayari imeshaezuliwa. Nashukuruni jamani kwa kuja kuniona, na washukuru viongozi wote. Kwa upepo uliingia kwa muda wa dakika chache na madhara yakatokea haya. Tuitegemea kwamba mvua itakuwa nyingi zaidi kuleta mafuriko, lakini baada ya tukio hili la uharibifu wa mazingira haya ya nyumba na upepo ulipotulia na mvua ikawa imekata, serikali tutie moyo, itufanyie wepesi ili makazi yaweze kurudi na sisi tuweze kustahimili kama wengine. Kwa utabiri wa hali ya hewa ambao na saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa siku ya leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi.